Hamjamboni nyote. Mpungie tu mkono tafadhali. Nipungie mkono. Kwa jina naitwa Wambugu Kamwario ama Due, na mimi ni ndugu yake Mugweru Kamwario ambaye ni mkubwa wake, na kwa niaba ya familia ya family of Kamwario pia nikiwa ninawakilisha hata kama ni watoshosho na wengineo, nina furaha kuwakaribisha nyote ama kuwashika ugeni katika hii hafla ambayo imetupata, maana ni jambo kama sisi familia imekuwa na uzito mwingi sana, na tunaona tumeshindaniwa na Bwana, na tunafurahi kuwaona nyote ambao mmekuja kusimama na hii familia ya Kamwario. Hiyo ni jambo moja. Kwa hivyo sisi tunajisikia ya kwamba we are well represented. Jambo la pili, yule ambaye amefanya tuje hapa, wakati alikuwa introduced na mpenzi wake kwa familia, sisi tulimpokea kwa furaha kwa mikono yote mbili, tukampenda na yeye akatupenda, na kwa sababu familia ya Kamwario imepanuka kiasi, tukawa sote ni kama ametuembrace na hiyo mikono yake. Kwa hivyo tulikuwa tunampenda sana na hata yeye alikuwa anatupenda. Jambo la mwisho ambalo pengine ningeomba tu kwa sababu ya huo upendo mmetuonyesha, ningetaka kuwafahamisha ya kwamba hii jina unasikia inaitwa Kamwario. Mwenye jina alikuwa freedom fighter, alikuwa mtu wa kupigania nini? Uhuru wa Kenya. Kwa hivyo wakati alienda, aliwacha akiwa ameweka mark kwa hii Kenya. Kwa hivyo alikuwa sajili, yani alikuwa mtu shujaa sana, na alikuwa mtu ambaye si wa kuogopa. Wewe mnajua hao wazee, mnawajua. Kile ninasema ni ya kwamba sisi nasi wakati tuliachwa tukiwa tumetoka ama tumeridi hiyo damu, unaweza kutuona kama tuko na ujasiri, lakini hatukuridi yote. Ni wakati mwingine tu tunajiona tu damu inachemuka pande yetu. Kwa hivyo kuna jambo ninataka kuwaambia, hata kama pahali sisi tuko ni kama vile Madam Chigu amesema ya kwamba wakati Kamwario alikuja hapa amekuwa blessings na akaweka mark hapa, kwa sababu hata nikifika hapa tu nikisema mimi ni brother ya Kamwario, Kamwario yule daktari, anasikika sana. Kwa hivyo hiyo damu wakati ilituingia, ukienda kwa kanisa inakuwa tunatambulikana, yani kuna jambo tunawacha hapo. Kwa hivyo hiyo ujasiri, ninasema ya kwamba hata kama tulifanyika kuwa soldiers, sana sana spiritual soldiers, ningetaka ujue ya kwamba tunataka tushikiliwe na nyinyi. Wakati mnakumbuka familia ya Kamwario, mnajua tumepitia kwa mengi ambao ni maponde na milima. Kwa sababu ya hiyo kadamu unaweza kuona kama hatuna kuwayawaya, hatuna kustuki ama nini, ni vile tu, lakini hakuturidhisha yote. Kwa hivyo tunahitaji kusapotiwa, kushikiliwa na kuombewa, na hiyo support nyingine ukifikiria. Kwa hivyo hata kama unaona kama niko mjasiri ama uone ndugu yangu kama atetemeki ama nini, wewe jua ya kwamba huko ndani anataka kushikiliwa. Kwa hivyo ningewaomba ya kwamba hata tukienda hiyo hashtag hiyo ambayo inasema subscribe
Hiyo inasema right. Wakati uko nyumbani ukisikia tu familia ya Kamwalio una right, yani unasema Mungu awasaidie, Mungu awadumishe, Mungu awashikilie, mambo kama hayo. Nikisema hivyo ni kwa sababu ningetaka tuwe tukikumbukwa na nyinyi, ndiposa angalau majaribio isije ikawa sasa itafuata majaribio, ifuate mambo ingine. Sasa inaweza kuwa familia ya Kamwalio ikisemekana jina imesemwa, kuwe ni mambo ingine sasa ya furaha na vitu kama hiyo, mashangwe. Kwa hivyo hiyo ni ombi yangu, muwe mkikumbuka. Asante, asante kwa hilo, mpigieni makofi. Pole kwa familia, tunaenda kujipea nguvu. Pastor, naomba radhi kidogo kwa sababu naarifiwa kwamba kuna friends ama colleagues ambao wanafanya na washirika